bado naitafakari asili ya mwanadamu, asili ya kuumbwa kwa mwanadamu na kusudi la mwanadamu katika hii dunia. Lakini nikiangazia baadhi ya maandiko kadha wa kadha, ninaiona asili ya mwanadamu iliyokuweko tangu hapo awali, Mwanadamu aliumbwa katika utimilifu wa Mungu na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na je, kwa nini baada ya hapo mwanadamu alibatizwa? Akahitaji ubatizo. Lakini upo ubatizo wa asili ambao mwanadamu aliumbwa nao tangu hapo awali. Je, aliendelea nao au aliuacha? Ndio vitu vya kuangazia na kutafakari, tukizidi kupambanua na kutafuta nini maana ya ubatizo. Kwa nini mwanadamu anahitaji ubatizo? Kwani mwanadamu hakuwa na ubatizo? Je, nini maana ya ubatizo wa asili, au ubatizo katika asili yake, au ubatizo wa moto? Je, kipi tukiangazie katika yoyote? Upo ubatizo wa moto ambao ni badiliko la mwanadamu la ndani katika kuenenda na kuzifuata njia za Mungu alizokusudia, na akitoa maelekezo jinsi ya kuenenda na kuyaacha yale yote yaliyo kinyume na maelekezo yake. Ni wangapi wanabatizwa kwenye maji na kuzamishwa? Yesu mwenyewe alibatizwa. Lakini je, nini kusudi la Yesu kubatizwa? Kama kuumbwa kwa ulimwengu na kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikuwepo. Je, tafakari yake ni nini? Kwa nini Yesu alibatizwa? Tafakari yake ni nini? Inatufundisha nini? Kusudi lake na nia ilikuwa ni nini? Na dhamiri ya Mungu ilikuwa ni nini, ambayo tunaitazamia sisi binadamu ambao tuko hai? Je, tutazamia ubatizo upi? Badiliko la mwanadamu au badiliko la mapokeo ya wanadamu?